Kwa hiyo tunaendelea na somo ambalo tuliishia jana. Tulisema ya kwamba maisha yenye utoshelevu ni sumaku ya kubarikiwa kwako. Tunanasa baraka kupitia kuishi maisha ya utoshelevu. Kusema utoshelevu ni hali kabla haujaitafsiri katika vitu. Unatafsiri utoshelevu kwa moyo, hali ya moyo kabla haijatafsiriwa kwa upatikanaji wa vitu. Dunia inatafsiri utoshelevu kwa lugha ya mali, kwa lugha ya vitu miliki, lakini hali ya utoshelevu inatafsiriwa ndani ya moyo wa mtu. Bwana asifiwe. Kwa bila shaka mtakuwa mnakumbuka vizuri mambo ambayo tulijifunza hapo jana. Kwa leo tutaanza kwa kuangalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12. Haleluya. Na tutaenda vizuri ili tuwahi kumaliza mapema. Bwana asifiwe. Mathayo sura ya 11 mstari wa 12. Maandiko yanasema ya kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Haleluya. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Haleluya. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Filipi sura ya 4 mstari wa 13. Maandiko yanasema, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Haleluya. Kwa hiyo hapa utaona kuna mistari miwili tumesoma. Bwana asifiwe. Haleluya. Nanisikia vizuri watumishi? Tutulie sasa ili tuanze somo letu. Mungu awabariki sana waimbaji. Kwa kweli wimbo wenu ni mzuri. Haleluya. Mwenyekiti wenu yuko wapi wa kwaya? Mwenyekiti wa kwaya yuko wapi? Hamna mwenyekiti. Mwalimu? Mwenyekiti ndo mlezi. Mlezi yuko wapi sasa? Ndio wewe mama hapo. Ngoja nikupe hela hapo, mtakunywa soda. Haleluya. Wimbo mzuri sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Utumishi ni mzuri, msiache kumtumikia Mungu. Kale ka wimbo ni kazuri sana. Sijui nitakapataje. Haleluya. Watumishi wa Mungu mnanisikia vizuri, si ndio? Kwa hiyo nimesema ya kwamba Mungu ametupa neema tena siku ya leo. Tumeweza kukutana ili tuweze kujifunza pamoja maneno ya Mungu ambao Mungu amekusudia tuweze kujifunza katika semina hii ya leo. Tumesoma maandiko mawili, Mathayo sura ya 11 mstari wa 12 na Wafilipi 4 sura ya 13. Na hapo ndani tumesoma vitu viwili, tukasema ndani mle kuna kitu kinaitwa nguvu. Tunaona mahala pote anazungumzia nguvu. Haleluya. Na ukiongeza kwenye Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Haleluya. Kwa hiyo jana nilikueleza kuhusiana na maisha ya utoshelevu. Nikasema ya kwamba malengo yetu ni kwamba tufike kwenye kuishi maisha ambayo yana sifa, kwanza salama salimini, alafu pili hayana kupungukiwa na kitu chochote duniani. Haleluya. Kwa leo tunaendelea na somo letu
Somo letu limeanzia kwenye habari ya nguvu. Mwanzo nimekusomea Mathayo. Yohana anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu hata sasa unatekwa na watu wenye nguvu. Haleluya. Halafu Paulo anasema kwamba naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Na hapo tunasema ya kwamba atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu zaidi ya yale tunayoyaomba, lakini pia zaidi ya yale tunayoyawaza, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Haleluya. Kwa hiyo ninachokufundisha ni kwamba hapo mbele yetu kuna vita, ndio maana inahitajika kuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Hali ya utoshelevu, hali ya kuwa na utoshelevu ndani yako ni vita ambayo unabidi upambane nayo. Bwana asifiwe. Kwa jana tukaanza kusoma sasa stori ya watu wanaitwa kabila la Wadani kama mfano wa kuangalia, wa kuiga, ili tupate angalau vitu vinne ambavyo tunapaswa kuviangalia vitusaidie kuwa na hatua za mwanzo za kuelekea kwenye kuishi maisha yenye utoshelevu. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hawa watu wana Wadani wanachoenda kukifanya ni utekaji. Haleluya. Utekaji maana yake nini? Utekaji maana yake kwa nguvu. Yaani hakuna anayekuonea huruma kwenye haya maisha. Ni mpaka wewe mwenyewe uamue kuwa mtekaji, utumie nguvu. Maana Paulo mwenyewe anasema yote nayaweza lakini kwa nguvu. Haleluya. Na ufalme wa Mungu unataka kwa nini? Kwa nguvu. Kwa hawa watu wa Dani wanatufundisha kitu hapa, na kitu ambacho tunajifunza kwa habari ya hizi hatua ambazo ziko mbele yetu. Jana nimwambia hapa tunazo hatua kama 4 za kufuata ili kuweza kuteka. Bwana asifiwe sana. Kuteka ule ufalme, ili kuteka hali ya utoshelevu kwenye maisha yako, inakulazimu uwe na nguvu. Lazima ufuate hizi hatua, kwa sababu kadri unavyozidi kujionea huruma ndivyo ambavyo shetani anavyozidi kukuonea kwenye maisha yako. Lakini lazima ukubali kupigana vita. Maisha yanahitaji vita. Pasipo vita hakuna. Wanasayansi wanasema mtoto anapozaliwa, kabla hajazaliwa, ile mimba inapotungwa, wanasema zinakuwepo mbegu za kiume zile takribani milioni 2. Zile mbegu zinagombana, halafu kamoja ndo kanakotoka kanapatikana katoto. Haleluya. Inaonyesha kwamba tangu unazaliwa unaubwa ni vita. Kwa hiyo hata ukizaliwa, unaona mtoto akizaliwa, lazima madaktari na wale walioshuhudia hilo tukio wahakikishe kale katoto kwanza kanaanza kwa kulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafsiri yake ni nini? Kameingia kwenye ulimwengu wa vita. Kwa hiyo ikiwa hautakuwa ni mtu wa vita, maana yake maisha yako wewe yatabaki kuwa tu ya kawaida. Haleluya. Kwa lazima ujue ya kwamba maisha yetu ni vita. Na uzuri maandiko yamesema wazi, vita vyetu si juu ya damu na nyama, ili usije ukachukua upanga. Maana Yesu Kristo anasema mtu akikupiga shavu la huku, mgeuzie la huku. Akiwa anamaanisha vita vyako wewe si katika damu na nyama, sio ugomvi wa mwili, bali ni katika falme. Haleluya. Falme zinapigana, falme zinashindana. Kwa hiyo hapa tunazo hatua za kufuata ili kuweza kuteka ufalme wa Mungu, ili kuteka nguvu itakayotuwezesha sasa kuishi maisha yenye utoshelevu. Haleluya. Kwa hiyo nikushauri, lakini pia nikukaribisha kwamba tuungane pamoja katika muungano, tudhamirie kwamba tunaenda kuteka maisha ya utoshelevu kwa nguvu. Sio kwamba ni kwa kuonewa huruma au kwa kupendelewa, lakini inakulazimu udhamirie kwa ndani kwamba leo, kuanzia leo nataka nipambane niishi maisha yenye utoshelevu. Haleluya. Ili kabila la Dani
katika Waamuzi sura ya 18 mstari wa kwanza na kuendelea. Waamuzi sura ya 18 tunaangalia mambo manne sasa ambayo jana tulianza na nitarudia tu kwa ajili ya kwenda sawa. Waamuzi sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza. Hapa ukisoma historia utakuta kuna watu wanaitwa kabila la Dani. Katika yale makabila ya Israeli, kabila mojawapo la Dani. Hawa watu walikuwa wanaishi kama sisi ambavyo tunaishi. Walikuwa wanazunguka, walikuwa wana shughuli za kila siku kama sisi tulivyo. Na walikuwa ni binadamu 100%. Bwana asifiwe sana. Kasema hawa watu wana mambo manne ambao wanatufundisha katika kuelekea kuteka maisha yenye utoshelevu. Maana tumedhamiria tukasema haiwezekani. Kwa nini tubaki katika hali ya upungufu? Tusikubali, ni vita. Kama shetani alipigana vita kuhakikisha anatutoa katika hali ya utoshelevu. Mwanzo sura ya kwanza na ya pili. Tumeishi vizuri, tuko kwenye baraka, lakini shetani akaja kupigana vita na mwanadamu. Vita ya maneno, vita ya kiufahamu. Na vita mojawapo ambayo shetani anapigana nayo sana ni vita ya kiufahamu. Haleluya. Vita ya kiufahamu ndio vita zinazopigana katika ulimwengu wa roho. Kuna vita moja ilipigana walikuwa ni wale wakoma. Walikuwa ni wakoma na jeshi la Washami. Wanasiwe sana. Wale wakoma wanasikia njaa, wana hali ngumu ya kimaisha. Haleluya. Wakasema kama tukibaki hapa tulipo, kwa hakika tutakufa na njaa. Lakini kama tukienda kwa jeshi la Washami, kuna mambo mawili. Aidha watatuua au watatupa chakula. Haleluya. Kwa hiyo wakakaa kama sisi tulivyokaa. Wakasema jamani, hem tujadili kwa kina, tutafakari hichi kitu. Tufe tukiwa hapa hapa au ni bora tuuliwe au tusiuliwe. Wakasema jamani, tuendeni kule ambapo kuna option mbili. Kama watatupa chakula itakuwa ni heri kwetu. Ila kama watatuua hata tukibaki huku tutafanyaje? Tutakufa. Bwana asifiwe. Walivyoanza safari ya kwenda, maandiko yanasema Mungu akavifanya vishindo vya miguu yao, akavifanya kuwa ngurumo kubwa, akavipa kishindo kikubwa, yani kama kundi la maelfu ya watu wanakimbia wanakuja. Kwa ufahamu wa jeshi la Washami ukatekwa. Ulipotekwa ufahamu wa jeshi la Washami, wakajikuta wamekimbia kwenye kambi zao, wakasema Mungu wangu tunakuja kuuliwa hapa. Wakakimbia. Kwa nini? Wale wanawake wale wakoma wale walidhamiria kwenda kufanya utekaji. Haleluya. Kwa hiyo na sisi kwenye maisha yetu lazima tudhamirie, lazima tuamue kwamba jamani tunataka tuishi maisha yenye utoshelevu. Wapendwa, lazima tukubali kuamua kupiga hatua. Kwa jambo la kwanza katika hatua za kufuata ili kuweza kuteka maisha yenye utoshelevu ni tafakari juu ya hali yako. Bwana asifiwe sana. Katika Waamuzi sura ya kwanza pale anasema siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Tena katika siku hizo kabila ya Wadani wakajitafutia urithi wapate mahali pa kukaa. Maana hata siku hiyo urithi wao haujawaangukia kati ya kabila za Israeli. Bwana asifiwe sana. Kwa hawa watu walikuwa wanaishi katika maisha yao, wakafanya tafakari juu ya maisha yao, wakagundua ya kwamba hata kama tunakula chakula, hata kama tunalala, lakini mahala tulipo ni ugenini, ni mahala ambapo hatuna urithi. Kwa hiyo wakaona kabisa hali tulionayo sisi sio hali nzuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe una wajibu wa kukaa na kutafakari juu ya maisha yako. Ni wajibu wako wa kila siku. Jana niliwaelezea, usikae ukasubiria tu mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwaka watu wengi wanakaa wanaanza kutafakari maisha yao, wanasema mwaka huu sasa, mwaka unaokuja nitafanya 1 2 3. Wanaweka mapango mingi, malengo ya kutosha, na maombi. Jamani, mwanzo wa mwaka unapoanza tuanze na nini? Na maombi. Kwa nini? Wamepata muda wa kutafakari. Kwa wanaanza kwa moto. Kinachotokea katikati hapo, wanashindwa kutimiza malengo yao kwa sababu walipoteza ile hali ya kuendelea kutafakari.
lakini maandiko yamesema tutafakari usiku na mchana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hawa watu wa ndani wanatufundisha kitu cha kwanza, hatua ya kwanza kwenye maisha yako, ikiwa unatamani kuishi maisha yenye utoshelevu, jambo la kwanza la kuzingatia, fanya tafakuri juu ya hali ulionayo ya kimaisha, maisha yako ya wokovu au safari yako ya kiimani na maisha yako ya kimwili. Bwana asifiwe sana. Lazima utafakari, lazima ufikiri, uone uko kwenye hali ya aina gani. Hawa wanawake au hawa wakoma, maandiko yanasema walikaa wakatafakari, waliangalia hali yao, wakaulizana maswali, wakasema jamani, huku tulipo chakula hakuna. Kwa kuwa chakula hatuna, tutafakari tufanyeje, tuchukue hatua gani? Wakapata mawazo mawili. Ndivyo ambavyo kwenye maisha yetu inabidi tuwe hivyo. Lazima upate muda wa kutafakari juu ya maisha yako, hali ulionayo ikoje. Bwana asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Maombolezo, nadhani ni sura ya 5 pale, kuna mambo ambayo wanazungumza. Ngoja nikuangalizie hapa, nikusomee chap ili upate picha juu ya hali halisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitabu cha Maombolezo sura ya 5 kuanzia mstari wa 2. Maombolezo sura ya 5 mstari wa 2. Hapa tunapata picha juu ya hali halisi tulionayo. Bwana asifiwe sana. Hasa waamini, lazima ujue uko kwenye hali ya aina gani ili upate nguvu ya kuchukua hatua katika kuelekea kuteka. Anasema urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Bwana asifiwe sana. Kwa hawa watu wanatafakari juu ya hali walizonazo. Anasema urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Ahadi za Mungu ambazo Mungu ameahidi juu ya wale wamchao. Bwana asifiwe sana. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, si ndivyo watumishi wa Mungu? Haleluya. Ahadi za Mungu ziko wazi juu ya maisha yetu. Mungu ametuahidi mambo mengi, na sisi ni uzao wa Ibrahim. Kwa hiyo kwa sababu sisi tu uzao wa Ibrahim, tu warithi. Hivyo watumishi wa Mungu, sasa anasema urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Watu ambao walitakiwa waje kuomba msaada kwetu, sisi ndio tunaenda kuomba msaada kwao. Watu ambao walitakiwa waje tuwatie moyo, sisi ndio tunaenda kuomba kutiwa moyo na wao. Kwa nini? Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Anasema ya kwamba tumekuwa yatima waliofiwa na baba. Maana yake tunaishi kama watu ambao hatuna baba, na Mungu amesema mimi ni baba wa yatima. Haleluya. Lakini tunaishi hatuna baba, maana yake hatuna huduma za kuhudumiwa na baba. Tunahangaika, tumekuwa ombaomba, tumekuwa wazurulaji. Ndio hali halisi tulionayo. Anasema mama zetu wamekuwa kama wajane. Bwana asifiwe. Ndio tafsiri yake. Tafsiri yake ni kwamba Mungu hayupo. Maana Mungu amejitambulisha kama baba wa yatima, amejitambulisha kama mume wa wajane. Lakini sasa hali yetu ilivyo, Mungu yuko mbali. Mungu ametuhesabu sisi kama wana. Anasema siwaiti tena nyinyi watumwa, bali rafiki, bali wana. Bwana asifiwe sana. Na kwa kuwa tumefanyika kuwa wana wa Mungu, kwa kuwa tumemwamini Yesu Kristo, zile ahadi za urithi ambazo Kristo anazo na sisi pia tumepewa. Haleluya. Lakini zile ahadi haziko tena kwetu. Je, Kristo alikuwa anaongea uongo alipomwambia Petro ya kwamba mtapewa mara 100 duniani? Yesu alikuwa anaongea uongo au ni historia au ni nadharia, kwamba tunawaza tu juu kwa juu, tunafikiri tu juu kwa juu, yaani tunahadisiana, tunaitana kanisani, tunatiana moyo. Unajua maandiko yamesema utakuwa kichwa na sio mkia. Maandiko yamesema utabarikiwa mashambani, utabarikiwa mjini. Haleluya. Lakini tunataka hayo maneno tunayoyasoma yawe halisi kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi ukiniambia kwamba maandiko ni uongo nitakushangaa. Maana Daudi katika Zaburi sura 38 anasema 37 mstari wa 25 anasema tangu nikiwa kijana hata sasa sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake wakiombaomba chakula barabarani. Bwana asifiwe sana.
Anasema bali mchana kutwa ufadhili ukopesha. Bwana asifiwe. Hiyo ndio hali halisi. Lakini je, tafakuri kwenye maisha yako. Je, una uwezo wa kumwambia mtoto wako ya kwamba mimi sitapungukiwa na kitu? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Una uwezo wa kumwambia kwa matendo. Achana na historia ya maneno nadharia. Bwana asifiwe sana. Maandiko hayajaandikwa kama nadharia, yameandikwa katika uhalisia. Mambo ambayo Daudi anatuambia ni halisi, ambayo ameyaona na ndivyo yalivyo. Haleluya. Sasa je, ni uongo? Lazima tutafakari. Pata muda, soma maandiko, tafakari hizo ahadi ambazo Mungu amesema ni uongo au ni kweli? Haleluya. Mstari wa 4 anasema tumekunywa maji yetu kwa fedha, kuni zetu twauziwa. Naelewa maandiko ya watumishi wa Mungu. Maandiko yanasema nchi na dhahabu na fedha na vyote vilivyoko duniani ni mali ya nani? Ya Mungu. Halafu sisi tunasema Mungu ni baba yetu, Mungu ni mume wetu, Mungu ni rafiki yetu, Mungu anajishughulisha sana na maisha yetu, si ndivyo watumishi wa Mungu? Lakini je, inawezekanaje kisima cha kwetu, maji ni ya kwetu, halafu wanakuja wageni wanaanza kutuuzia hayo maji? Ndio tafsiri ilivyo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kitu ambacho ni cha kwako, maji ni ya kwako, kisima ni cha kwako, kuni ni za kwako, lakini ili uzipate inabidi ununue. Haleluya. Hiyo ndio hali halisi ambayo inabidi uitafakari, uione, alafu kisha tafakari uchukue hatua, usikubali. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio kusomea, nikikusomea hapo utaona ni mambo ya hatari sana. Mstari wa 8 anasema watumwa wanatutawala, hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Twapata chakula kwa kujihatarisha nafsi zetu, kwa sababu ya upanga wa nyikani. Ngozi zetu ni nyeusi kama tanuu, kwa sababu ya hali ya njaa itutekezayo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna hali halisi ambayo tunayo. Kuna hali halisi ambayo yenyewe haihitaji maelezo mengi, tunaiona kwenye maisha yetu. Maandiko yamezungumza kitu A, lakini sisi tunavyoishi tunaishi kwenye B. Ikiwa utakubali kuishi katika hali hiyo, Bwana asifiwe sana, uchague ukiwa unafahamu kwamba nimechagua kuishi katika hali hii kikamilifu. Haleluya. Lakini ikiwa utakubali kuishi katika hali hiyo, lazima ukubali kuchukua hatua za kuteka. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapa naweza nikakuelezea vizuri sana. Unajua utoshelevu, nimewaelezea pale ya kwamba utoshelevu tunaoangalia ni ile hali ya kutokupungukiwa na kitu chochote kilichoko duniani. Halafu ni ile hali ya kuishi katika hali salama. Usalama maana yake nini? Afya yako iko salama, watoto wako ni wazima, maisha yako hayana hofu, huna mashaka. Haleluya. Sasa tunaweza tukaishi katika hali ya kutokuwa na vitu, kwa maana ya vitu vinavyoshikika. Bwana asifiwe sana. Maana ukiwa na vitu vinavyoshikika haimaanishi kwamba ndio una utoshelevu. Bwana asifiwe. Ila unaweza ukaishi katika hali ya kutokuwa na vile vitu. Na niliwaeleza vizuri sana, nikamwambia Mungu anaweza akaruhusu hicho kitu, akakiacha kiwe vile vile. Kwa nini? Kwa sababu yeye anaangalia hatima yako itakuwaje. Je, ukiwa na vitu utakuwa na utoshelevu, au ukiwa hauna ndio utakuwa na utoshelevu? Bwana asifiwe sana. Lakini nikasema lazima tufikie hali ya kuwa na utoshelevu ndani yetu, ili sasa tukishakuwa na utoshelevu ndani yetu tuanze kufundishana sasa namna ya kutoka katika hali ya uhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani Mungu anataka akukute ukiwa hauna sukari, moyo wako una amani na yeye, moyo wake una furaha na yeye. Bwana asifiwe sana. Ili sasa akianza kukupa sukari usibadilike, usiinuke. Haleluya. Katika Kumbukumbu la Torati nadhani sura ya 18 mstari sura 13 pale anasema, angalia siku utakapokuwa umebarikiwa, siku utakapokuwa umepata chakula, moyo wako usije ukainuka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anachokitaka kwetu
ni ile hali ya utoshelevu. Kwa wapendwa, tafakari juu ya maisha yako. Wewe unajifahamu vizuri, unajua hali ulionayo. Je, maandiko tunayoyasoma ni halisi kwenye maisha yako? Je, neno linavyosema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, linafanya kazi kwenye maisha yako? Haleluya! Lazima ujiulize hivyo vitu, lazima upe maswali akili yako. Bwana asifiwe. Halafu jambo la pili, katika kutafakari hali ulionayo sasa, lazima uchukue hatua ya kuwa na maono sasa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unapotafakari maana yake unaandika hali ulizonazo, alafu ukishaorodhesha hali ulizonazo, unaanza sasa kuchambua mambo ambayo huyataki. Unaandika pale, Bwana, mimi hali yangu kwa mwezi siwezi kuishi bila mkopo. Kwa mwezi mimi lazima nigombane na mtu kwa sababu ananidai. Kila siku nabadilisha duka, naenda duka hili, naenda duka hili. Mambo 1 2 3. Haleluya. Kishamaliza kuandika, unaanza kuyakata, unasema hichi sikitaki, hichi sikitaki. Kwa hiyo unadhamiria sasa kufanya maamuzi, unatengeneza mpango mkakati au maono. Bwana asifiwe sana. Unatengeneza maono, ujue sasa hapa nataka kutoka, natokaje? Haleluya. Maono tumesoma asubuhi pale katika Methali sura ya 29 mstari wa 18. Tukasoma ya kwamba maono maana yake ni mapenzi ya Mungu. Kuishi katika maono, kujizuia, kuna kusaidia kujizuia, kwa sababu kuishi katika maono maana yake ni kutembea katika maongozi ya kiroho, maongozi ya kimungu, divine guidance, kuongozwa na roho wa Mungu. Ndio maono halisi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo lazima utafakari, uwe na maono kwenye maisha yako ili uweze kuwa na mwanzo mzuri. Haleluya. Usikubali kubaki katika hali ile ulionayo. Hawa watu wa Dani walifanya maamuzi, wakasema jamani, tukiendelea kubaki hapa tutakosa urithi. Kwa hiyo tufanyeje? Tuchukue hatua. Mstari wa 2, basi wana wa Dani wakatuma watu na jamaa zao, watu 5 katika hesabu yao, watu mashujaa kutoka katika Sora, kutoka Eshtaoli, ili kuipeleleza hiyo nchi, kuiaua. Wakawaambia, haya, enendeni mkaikagua hiyo nchi. Basi wakafika nchi ya vilima na vilima ya Efraimu na kuendelea. Haleluya. Kwa ndugu zetu hao walifanya tafakuri juu ya maisha yao, wakatafakari, wakasema jamani, hali yetu hii, tunaishi kama watoto tusio na urithi. Sisi ni watumwa, lakini tulipaswa kuwa na urithi wetu. Wanasiwe sana, maana sisi sio wafanyakazi, sisi ni watoto. Andiko anasema katika familia dada wa kazi hawezi kuwepo kwenye hesabu za urithi, ila mtoto. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Mtoto anahesabiwa kuwa mmoja wa warithi. Kwa hiyo wakafikiria hicho kitu, wakafanya maamuzi. Maamuzi waliyofanya, kwanza maandiko yanasema wakatuma watu kwenda kufanya upelelezi katika ile nchi ambao walikusudia kutafuta urithi. Kwa hiyo jambo la pili, maandiko yanasema tafuta kuthibitishwa kwa mawazo yako, Mungu aweze kuyathibitisha. Haleluya. Kwa hiyo mwanzo, unaona hatua ya kwanza ya kuweza kuteka hali ya utoshelevu ni kutafakari juu ya hali yako. Baada ya kutafakari, unaandika mambo ambayo unatamani yawe, ama kwa lugha nyingine tunaona maono. Wanasiwe sana. Yaani kila ambacho umekitafakari, umegundua mimi na hali yangu ikoje, sasa sitaki kubaki kwenye hii hali, nataka kuhamishwa. Unaandika, unakusudia kufika hatua gani, unakusudia kufanya nini, unakusudia kuamka kwenye kipengele gani. Haleluya. Baada ya hapo, unachukua hatua sasa ya kutafuta uthibitisho wa mawazo ulionayo, maono ulionayo kwa Mungu. Haleluya. Hapo utathibitisha kwa aina nyingine. Lazima utangulize kwanza Mungu kabla ya kufanya chochote kile. Umeshatafakari, usitafakari ukakimbia kuchukua hatua. Kwa maana anasema kabla ya mambo yote nataka dua na sala zifanyike. Maana yake nini? Nataka Mungu ahusishwe. Kabla hujafanya chochote kile, umetafakari tu, umegundua kwamba hapa nilipo kwa kweli nastahili kuhama. Hapa nilipo kwa kweli nastahili kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Jambo la kufuata, thibitisha mawazo yako kwa Mungu. Methali sura
ya 16 mstari wa 3. Mithali sura ya 16 mstari wa 3. Andiko yanasema ya kwamba mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Establish, yatatimizwa. Haleluya. Kwa watu wa Dani walivyochukua hatua sasa ya kwenda kupeleleza ile nchi, maandiko yanasema wakatembea wakafika katika mji mmoja wa mtu mmoja anaitwa Mika. Walipofika pale katika safari yao wakasikia au wakakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa ni kuhani anaitwa Hirimu. Walipomkuta yule kuhani wakasema, wewe kuhani, hebu tutakie kujua, je, safari tunayoiendea itafanikiwa? Haleluya. Kwa hiyo kabla hujachukua hatua yoyote ile, lazima utake shauri la Mungu ili ujue hiyo njia unataka kuiendea itafanikiwa. Maana usije ukafanya kazi usiku kucha bila kufanikiwa chochote kile. Siku moja wanafunzi wa Yesu kina Petro wakaenda kuvua samaki. Wameenda kilindini, wametafuta samaki usiku kucha, hawajapata kitu. Haleluya. Wakarudi ng'ambo ya bahari, kumesha kucha. Yesu anawakuta pale, akawaomba mashua, naombeni mashua yenu niweze kupata nafasi ya kuhubiria watu maeneo haya. Wakawampa. Baada ya kuhubiri, Yesu akamwambia, chukueni mashua yenu mkachukue samaki wala sana. Haleluya. Wale jamaa wakasema, tumekesha usiku kucha na usiku ndio huwa tunapata samaki, lakini hatujaambulia kitu. Petro ananifurahisha sana akisema, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Bwana asifiwe sana. Ndivyo anasema ujue, unapoondoka peke yako, unapoenda kuianzisha kitu peke yako pasipo Mungu, huwa na uhakika ya kwamba una uwezekano wa kushindwa, kwa sababu kinachomfanikisha mtu sio jitihada, sio bidii. Haleluya. Ingekuwa ni bidii, hawa jamaa wameamka usiku kucha wameenda kuvua samaki, ni bidii toshelevu. Ni jitihada nyingi, wameriski maisha yao, maana yake wamefanya kwa bidii, kwa kudhamiria. Haleluya. Lakini kwa neno la Kristo wanaingia baharini mchana, samaki wengi kiasi kwamba wakawaomba kina Yohana, tunaombeni mashua yenu jamani, samaki wametuzidia. Chanzo ni nini? Neno la Kristo. Haleluya. Kwa hiyo na wewe unapokaa chini ukatafakari maisha yako, ukaweka mipango sasa, kabla hujaanza kukimbilia kufanya mipango yako, tafuta shauri la Bwana, tafuta kujua Mungu anasemaje. Haleluya. Sasa watu wengi wako kama mtu mmoja anaitwa Naboth. Haleluya. Huyu Naboth alienda kwenye, alikuwa sio Naboth, alikuwa anaitwa Azalia. Nani anaitwa huyu? Ahabu. Bwana asifiwe sana. Ahabu alilipenda shamba la mtu mmoja anaitwa Naboth. Akasema hili shamba ni nzuri sana, akataka kulichukua. Sasa Ahabu alikuwa na ugomvi sana na Elisha, kama sio Elisha ni Elia, sikumbuki vizuri. Haleluya. Akawa na ugomvi sana, yaani kila anachotaka ukifanya, nabii wa Mungu Elia anakuja anamwambia hapana, sio mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Ahabu akawa anakasirika, yaani akitaka kufanya kitu akishamwona tu nani umesema Elia anakuja tu anasema, Mungu wangu, ili jambo lifanikiwe. Haleluya. Sasa ndivyo watu wengi walivyo. Maandiko yanasema lazima utake shauri kwanza la Mungu. Hawa watu wakamfuata kuhani, wakamwambia, kuhani, tuambie hii njia tunayoiendea, huu utafiti tunaenda kufanya, je, tutafanikiwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake walitafuta shauri la Mungu. Kwa hiyo na wewe kwenye maisha yako hakikisha unatafuta shauri la Mungu. Haleluya. Hapa ndipo ambapo unatakiwa sasa upate walezi wazuri wa kiroho, watumishi wa Mungu wazuri, ambao utaenda utamwambia, baba, nina 1 2 3, naye atakushauri vizuri, atakwambia tuombe, ataomba, atakuelekeza. Kama Mungu atamwambia hapana, ukubali kwamba ni hapana, kwa sababu utabeba samaki, utabeba nyavu, utabeba boti, utaingia baharini, utakesha usiku kucha, hautapata samaki. Lakini utakapoondoka na neno la Kristo, haleluya, utaondoka kwa ujasiri, na kwa uhakika. Bwana asifiwe. Wanasema walipoenda kuvua samaki wakawa ni wengi. Kilichosababisha samaki wawe wengi sio jitihada zao,
bali ni ile neema, ni ile kibali cha Mungu ambacho kilienda nao. Kwa tafuta kupata shauri la Mungu, tafuta mawazo yako yathibitishwe. Ndio maana anasema kwamba mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitishwa, yatathibitika. Kwa lugha nyingine nakwambia yatatimizwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hao wana wa Dani, ndugu zangu, walipokutana na kuhani wakamuomba kuhani awaambie Mungu anasemaje juu ya safari yao. Akawaambia, nendeni kwa uhakika, kwa kuwa njia yenu itafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, nasema fanya utafiti wa maono yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunaona hao jamaa sasa wanaenda kufanya utafiti juu ya kile wanachokiona. Bwana asifiwe. Ili usije ukawa una maono ya kufungua duka Kariakoo wakati uko Kakubilo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lazima uwe na maono yanayoendana na mazingira, maono yanayoendana na hali ulionayo na mazingira ulionayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maana ndivyo Mungu anavyofanya. Mungu ni Mungu wa hatua. Anaweza kukupeleka mbali, lakini anataka uanze pale ulipo. Uende hatua moja, hatua nyingine, hatua moja, hatua nyingine. Kwa hiyo hakikisha unafanya utafiti juu ya maono ulionayo. Hawa watu Mungu ameshathibitisha ya kwamba watafanikiwa. Jifunze hichi kitu, maana watu wengine ndivyo wanavyoishi. Hii ni tafsiri ya imani. Haleluya. Tafsiri ya imani maana yake ni nini? Kuna hatua za kufuata, lazima uzichukue. Usisikie tu neno, baada ya kusikia neno ndio mtumishi wa Mungu ameniambia nitakuwa kichwa na sio mkia. Mtumishi wa Mungu ameniambia hii kazi nataka kuifanya, hili shamba nataka kwa kulima litazaa. Kwa hiyo unakimbia haraka. Hapana, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu ni wa utaratibu. Mungu ni mtu ambaye ana mchakato. Kwa hiyo tulia, taratibu, tafakari. Haleluya. Fanya utafiti juu ya kile ambacho umekusudia kukifanya, ambacho Mungu amekuthibitishia. Gideon alikutana na Mungu. Malaika akamwambia Gideon, wewe ni shujaa. Haleluya. Umeambiwa na Mungu mwenyewe wewe ni nani? Ni shujaa. Huko mbele kuna vita, Wamidiani wapo, unatakiwa uende kupigana nao vita. Wewe ni shujaa. Gideon hakukurupuka kama Wakristo wa sasa hivi. Wakristo wanamfanya Mungu kama mganga. Yaani wakishasikia tu neno umebarikiwa, wewe utakuwa kichwa katika kazi yako, katika ofisi yako, katika bosi wako huyo atakuwa chini yako, wewe ni mtawala. Unatoka kwa kiburi na jeuri, unaenda kwa bosi. Wala siwe sana. Unamwambia leo sitakuja kazini, kwa kweli sijisikii. Unajua wewe ni bosi tu kimwili, lakini kiroho mimi ndo mtawala. Haleluya. Usiwe na imani ya kukurupuka. Gideon kaambiwa na Mungu wewe ni shujaa, lakini hajaenda kuchukua panga hapo hapo akakimbilia vitani, ila akathibitishiwa na Mungu ya kwamba ni shujaa na wewe ndio utakayeokoa wana wa Israeli. Huo uhakika nao, lakini Gideon anachukua muda wa kuthibitisha yale maneno. Haleluya. Anamwambia kama nimepata kibali mbele zako, nionyeshe ishara. Haleluya. Akachukua mkate akauacha nje pale, akasema nikiamka asubuhi nikute una umande. Nyama ile. Haleluya. Anathibitisha. Na hata alipoenda kwenye vita, Gideon hakukimbia moja kwa moja. Alienda, Mungu akamwambia mchukue rafiki yako, simkumbuki jina la rafiki yake yule. Wakaenda pamoja kwenye vita. Walipofika vitani pale, kabla hawajaanza kupigana, wakaenda kwa utafiti, kiupelelezi. Wamekaa kwenye lile jeshi la Wamidiani. Wale Wamidiani wakawa wanasikia, wakawa wanahadisiana ndoto walizoota kama ushuhuda. Mungu amemwambia nenda kule, utafika kule utasikia watu wanazungumza nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndivyo mchakato ulivyo. Kwa lazima ufanye utafiti wa kile ambacho unakusudia ukifanya. Je, mazingira ulionayo kina uhalali? Mazingira ulionayo unakiendeaje? Haleluya. Bwana asifiwe. Jambo la 4 ni kuchukua hatua ya kuingia sasa vitani. Bwana asifiwe. Hii ni Waamuzi sura ya 8
Waamuzi sura ya 18 mstari wa 9 pale. Hatua ya mwisho katika kuteka maisha ya utoshelevu ni kuchukua hatua sasa. Umetafakari juu ya hali yako, ukatengeneza maono na kile ambacho unakusudia. Ya 4 ni kuchukua hatua ya kuingia vitani. Nikasema ya kwamba tunaingia vitani. Kwanza maandiko yamesema hawa watu walihamasishwa na ndugu zao, msiwe wavivu, msishangae. Pamoja na kwamba una neno la Mungu, pamoja na kwamba una neno la Kristo, lakini bado inakulazimu kuchukua hatua ya kuanza, kuinuka, kunyanyuka. Haleluya! Na unanyanyuka ukiwa na ujasiri ya kwamba kile unachoenda kukifanya kitafanikiwa, kwa kuwa maandiko yameshakuthibitishia kwamba wewe ni mshindi na unashinda zaidi ya kushinda. Haleluya! Na mara pengine maandiko yanasema ya kwamba mimi Bwana nitatoa maji jangwani. Haleluya! Hapa anasema pia atatengeneza njia nyikani. Kwa nini? Katika mazingira ambayo ni magumu, katika mazingira ambayo hakuna uwezekano, Mungu anajiinua pale. Mungu anatengeneza uwezekano pale, kama tulivyoona kwa habari ya hawa kina Petro walivyoenda kuvua samaki. Mazingira ya mchana ni mazingira ambayo yalikuwa ni magumu kwao kupata samaki, lakini kwa neno la Kristo wanapata ule uhakika, wanapata lile thibitisho. Ndivyo ambavyo Kristo anafanya. Kwa hiyo chukua hatua. Bwana asifiwe sana. Chukua hatua, usikubali kubaki katika hali hiyo. Chukua hatua, ingia vitani. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika ufalme. Bwana asifiwe sana. Tunaingia vitani kwa maombi, tunaingia vitani kwa kuamua kuanza, tunaingia vitani kwa kusema ya kwamba haiwezekani, nitasimama kwa jina la Yesu, kwa neno la Kristo nililopewa, nitatembea nalo. Haleluya! Katika mazingira ambayo walisema huyu mtu hatafanikiwa, mimi nina neno la Kristo, ninatembea nalo. Haleluya! Ninaishi nalo, nainuka, sitakuwa mvivu, sitashangaa, sitabaki kulalamika, sitabaki kujipa sababu na visingizio. Haleluya! Kwa hiyo hizo ndio hatua za kuweza kuteka. Nimeambia ya maisha yanatekwa, hatupewi bure, ila tunateka, tunapambania. Haleluya! Kwa hiyo ukifuata hizo hatua utaona unapata mwanzo mzuri sasa wa kuweza kuteka maisha yenye utoshelevu. Haleluya! Jinsi ya kuishi maisha yenye utoshelevu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna dakika chache tu, tutazitumia vyema. Haleluya! Naelewa watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Nimefundisha hatua ngapi? Hatua ngapi wapendwa? Haleluya. Na wale ambao kwa wamelala, jamani, tumejifunza hatua 4. Hizi hatua zitakusaidia wewe kuweza kufanya kuteka. Zinakupa mwanzo wa kuteka ule utoshelevu. Uamke kifikra, uamke kimawazo, ili uweze kufikia sasa hatua ya kuweza kuishi maisha ya utoshelevu. Lazima kwanza uwe na ule starting point, upate kifungua kinywa. Haleluya, upate kifungua kinywa. Sasa jinsi ya kuishi maisha ya utoshelevu, hapa tunamwangalia Ibrahim kama mtangulizi wetu, ama kama case study. Haleluya, tunamwangalia Ibrahim kama case study. Sasa jambo la kufahamu la kwanza, sifa ya Mungu ni mtoshelevu. Jana niliwaambia kwamba sisi tu wana wa Mungu, na kwa kuwa sisi tu wana wa Mungu lazima tuwe na sifa zinazofanana na Mungu. Kwa hiyo ili sasa tuweze kufikia hatua sasa ya kuishi maisha yenye utoshelevu, baada ya kuwa na zile hatua, haleluya, tunataka zile hatua zinahusisha mwili wako, zinahusisha vitendo. Haleluya. Lakini hapa tunajifunza kwa habari ya hali ya moyo, hali ya ndani, moyo wako, ili uweze kuishi maisha ya utoshelevu ndani yako. Haleluya. Lazima uwe na sifa ya Mungu. Sifa ya Mungu ni nini? Ni Mungu ni mtoshelevu. Elishadai. Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza.
Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza, maandiko yanasema Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99 au 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo Ibrahim, kabla hajawa Ibrahim alikuwa anaitwa Abraham. Hapa ana miaka 99, ameishi akisubiri kupata mtoto kwa muda wa miaka 99. Haleluya. Maandiko yanasema hivi, Mungu akamtoka Abraham akajitambulisha. Bwana asifiwe sana. Unaona hapo anasema mimi ni Mungu Mwenyezi, mimi ni Mungu Mwenyezi. Mungu anajitambulisha kama mtoshelevu. Asili ya ile neno Mungu Mwenyezi ni Almighty God. Mungu ni mtoshelevu, ni El Shaddai. Haleluya. Kwa hiyo Ibrahim alishakutana na Mungu katika vipengele vingi, alishakutana na Mungu katika sekta mbalimbali, lakini hapa Mungu anapojitokeza anajitambulisha kwake, anakwambia Ibrahim, mimi ni Mungu Mwenyezi. Anasema uende mbele yangu ukawe mkamilifu, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, na nitakuzidisha sana sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anajitambulisha kwa sifa ya utoshelevu kwa Ibrahim, na anasema sifa yake ya kwanza, ukienda pamoja na yeye, anasema uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Bwana asifiwe sana. Maana yake unapata uthibitisho ya kwamba Mungu ni mtoshelevu kwenye maisha yako. Ngoja nikuoneshe pia tena Mwanzo sura ya 28 mstari wa 3, maana ambapo Mungu anajitambulisha kama mtoshelevu. Mwanzo 28 mstari wa 3. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza, ili uwe mkutano wa makabila. Hapa tunamwona Isaka anambariki mtoto wake Yakobo. Haleluya. Sasa hii Mungu Mwenyezi anayoitaja hapa Isaka ni ile El Shaddai. Soma kwenye asili yake unakuta ni ile El Shaddai. Anasema and God Almighty, Mungu Mwenyezi akubariki na akuzidishe na kukuongeza. Hii akubariki na kukuzidisha na kuongeza ndiyo baraka ambayo Mungu alitoa kwa mwanadamu. Haleluya. Yaani anamaanisha ya kwamba Mungu mtoshelevu anapokuja kwenye maisha yako, anakuja kukutoa katika maisha ya laana. Niliwaambia jana, maisha ya laana ni maisha ya kupungukiwa, ni maisha ya kukosa, ni maisha ya kutokuwa na utoshelevu. Lakini Mungu anapojitambulisha kwa Yakobo, anapojitambulisha kwa Ibrahim, anajitambulisha kama ni mtoshelevu, Mungu mwenye kuzidisha sana, Mungu mwenye kubariki, Mungu mwenye kuongeza. Kwa anasema na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe, akuzidishe na kukuongeza, ili iwe mkutano wa makabila, akupe mbaraka wa Ibrahimu, wewe na uzao wako pamoja naye, upate kurithi nchi ya kusafiri kwako. Mungu aliyompa Ibrahim. Haleluya. Kwa hiyo wewe hapo ulipo una ahadi ya baraka ya Ibrahim, kwa kuwa wewe ni mzao wa Ibrahim kwa ile imani uliochukua. Bwana tuwe sana. Kwa sasa nataka tujifunze namna ambavyo tunaweza tukajiungamanisha na Ibrahim katika namna ambayo Mungu atahusika na maisha yetu, jinsi ambavyo Mungu alijifunua kwa Ibrahim kama mtoshelevu, ajifunue kwetu sisi pia kama mtoshelevu. Haleluya. Na kabla tujaangalia sana, tunamwangalia mama yule ambaye alikuwa amebakia unga kidogo. Jana niliwafundisha, amebaki na unga kidogo, ale yeye na mtoto wake wafe. Bwana asifiwe sana. Halafu Mungu akamtuma Elisha, akaenda. Ni Elisha ni Elia? Haleluya. Hawa watu nao wananichanganya sana. Bwana asifiwe. Walikuwa wanapendana hata hivyo, ndio maana wananichanganya. Haleluya. Kwa hiyo kati ya mmoja wao, kati ya Elia au Elisha, akaenda pale Elia. Alipofika pale, mama yule akampa chakula. Alipompa chakula katika hali ya uhitaji, Bwana asifiwe sana, yule mama akaonyesha utoshelevu. Haleluya. Baada ya hapo, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akasema na akatenda. Kila kichupa ambacho kilikuwa kinatoa unga hakukishiwa chakula milele.
Maana yake chakula kiliendelea, yaani walikuwa wanashangaa, wanachota hakiishi, wanachota hakiishi. Ndivyo baraka za Mungu zilivyo. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka tujiungamanishe na upako huo, kwamba na sisi tu wana wa Ibrahim, tu uzao wa Ibrahim, kama ambavyo Isaka anamwambia Yakobo, anakwambia Bwana Mungu akubariki, akuzidishe na kukuongeza. Haleluya! Ndiyo baraka ambayo Mungu anaitoa kwenye maisha yetu. Anaposema akubariki na akuzidishe, maana yake akufanye kuwa unayeweza kuzaa matunda. Haleluya! Kiingereza kinasema vizuri sana, kinasema ya kwamba make it fruitful and multiply. Yaani Mungu akufanye uweze kuzaa matunda, uwe ni mtu wenye matunda. Haleluya! Halafu akuzidishe katika kile ambacho unakizaa. Mungu azidishe kama walivyofanywa kina Petro, masamaki yakaongezeka mengi mpaka nyavu zikawa hazitoshi, boti nataka kuzama. Kwa nini? Kuna baraka, walijua namna ya kuiteka. Bwana asifiwe sana. Kwa Ibrahim ni mfano mzuri ambaye tunataka kujifunza kutoka kwake, maana huyu sasa Ibrahim amekutana na Mungu ambaye Mungu amejifunua kama mtoshelevu kwake, na akamuomba jambo, akamwambia ninakuomba Ibrahim, nataka uwe mkamilifu, uende mbele yangu. Maana yake nini? Utembee pamoja na mimi kwa ukamilifu. Mimi Mungu nitakubariki wewe sana sana. Ndio ahadi ya Mungu. Kwa watu wengi Mungu uko tayari, lakini mwanadamu sasa ndio changamoto. Haleluya. Mwanzo sura 22 mstari wa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, akasema umchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Bwana asifiwe sana. Kwa hapa tunakuta stori sasa ya Ibrahim kumtoa Isaka. Ibrahim yuko kwenye maisha sasa ambayo Mungu yuko tayari kuweza kumbariki maisha yake. Mungu ameshajiandaa, anajifunua kwake kama mtoshelevu. Haleluya. Wakati wa Ibrahim amepata mtoto, Mungu anataka kuja kumwangalia Ibrahim. Je, Ibrahim ndugu yangu, kweli una hali ya utoshelevu ndani yako? Kwa hiyo anaenda kwa Ibrahim kuangalia hali ya moyo wa Ibrahim baada ya kuwa amempa nani? Mtoto. Haleluya. Kwa hiyo anamwambia Ibrahim ya kwamba umchukue mwanao Isaka ukamtoe sadaka, mwanao wa pekee umpendaye ukamtoe sadaka. Haleluya. Kwa hiyo mambo hapa tunayo kama mambo 6 ya kuangalia. Of course ni mambo 5 ya kuangalia, kujifunza kutoka kwa Ibrahim. Haleluya. Na mimi nitaenda chap ili upate muda wa kupumzika. Kesho tukianza saa 3 vitakuwa vizuri, kwa sababu itakuwa mapema, jua bado lijawa kali, hauna uchovu, hauna usingizi. Sisi watumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Mambo yako 6 hapa ya kuangalia ambayo tunajifunza kutoka kwa Ibrahim. Jambo la kwanza, Ibrahim anatufundisha utii. Mwanzo 22 mstari wa 2 tumesoma hapa. Mungu akamwita Ibrahim, akampa maelekezo, akamwambia naomba umchukue mwanao Isaka, kisha uende ukamtoe sadaka. Ibrahim anakuwa ni mtii, anachagua kuwa mtii, anakubali kwenda kumtoa Isaka. Kwa hiyo anafanya maandalizi ya kumchukua Isaka, akachukua na vijana wake 2 kama wasindikizaji ili waende kutoa sadaka. Kwa hiyo jambo la kwanza, Mungu anapoleta wito kwako kwenye maisha yako, anataka kwanza uwe mtii. Anataka kwanza ukubali kuwa mtii. Sasa watu wengi wanaambiwa neno la Mungu linakuja kwenye maisha yao, Mungu anapojifunua kama mtoshelevu kwao, utii ni changamoto. Jambo ambalo linahusisha utii, mtu anaanza kujiuliza mawili mara 3. Ndicho kilichomfanya Sauli, tumejifunza asubuhi, kilichomfanya Sauli akapoteza ile thamani ya ufalme ambao Mungu alikuwa amekusudia kumfanya kuwa mkubwa. Kwa nini alikosa utii? Utii una subira. Utii unahitaji uvumilivu. Kuna muda unaweza kuwa unataka wewe,
lakini Mungu amesema subiri. Kuna muda ambao utakuwa hautaki wewe, ila Mungu anataka. Sasa wanasema utii unaochelewa ni kukosa utii. Yaani Mungu akikwambia Jumatano asubuhi naomba ufanye 1 2 3, alafu ukasema nitaenda Ijumaa, tayari pale umefanyaje? Umepoteza utii. Kwa Ibrahim alivyoambiwa na Mungu kwamba akamtoa Isaka, hakuanza kujiuliza maswali, hakuanza kujiuliza mara moja mara mbili, itakuwaje, ndio nitaenda lini. Hakumwambia Mungu, hebu ngoja nitafakari kwanza, ngoja niongee na mama hapa. Hapana, akachukua hatua ya kwenda kumtoa Isaka. Jambo la pili, kutoa ni utimilifu wa ibada. Haleluya! Kwa tunajifunza kwamba kutoa ni utimilifu wa ibada. Mwanzo 22 mstari wa 5, Ibrahim akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Haleluya! Kwa Ibrahim anatufundisha kitu cha muhimu tena, ya kwamba tunapoenda kumwabudu Mungu, tunaposema tunaenda kumwabudu Mungu, tufahamu wazi ya kwamba ni tunaenda kumtolea Mungu sadaka. Haleluya! Sasa Ibrahim anawaaga wale vijana, anaambia nyinyi tusubirini hapa, mimi na mtoto wangu tutapanda juu kwenda kumwabudu Mungu. Manake nini? Kwenda kumfanyia Mungu ibada, ni kumtolea Mungu. Haleluya! Ndio maana Warumi sura ya 12 mstari wa 1 anasema itoeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu mbele za Bwana, maana hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Tafasiri yake nini? Kuna ibada zisizo na maana, na watu wengi wanafanya hicho kitu. Ibada yenye maana inahusisha sadaka. Sasa sadaka haiwi kwenye fedha tu, sadaka ni pamoja na wewe mwenyewe. Ndio maana anasema itoeni miili yenu. Hiyo ni sadaka ya kwanza ambayo unaweza kuitoa kwa Mungu, mwili wako. Bwana asifiwe sana. Mwili wako huo ndio unaotaka chakula, mwili wako huo ndio unaotaka mavazi, mwili wako huo ndio unataka maisha mazuri. Kwa hiyo ukiweza kuutoa mwili wako kwa dhabihu kwa Mungu, maana yake hautapata shida kwenye kutoa fedha, sababu fedha hazina maana kama mwili wako haupo. Yaani huwezi kuithamini hela kama huna mwili. Fedha itafanya nini kwenye mwili wako? Mwili ndio unaotaka chakula, mwili ndio unataka nguo nzuri, mwili ndio unaotaka usafiri, mwili ndio unataka kila kitu. Kwa hiyo kadri unavyozidi kumnyima Mungu, kadri unavyozidi kutokuwa mtoaji, maana yake nini? Umechagua kutokumwabudu Mungu. Kwa kunini? Kwa kutokutoa mwili wako kuwa dhabihu takatifu mbele za Mungu. Haleluya! Kwa hiyo jifunze kuutawala mwili wako, kuutoa mwili wako kwa Mungu. Ni ibada yenye maana. Ibada yoyote ile inahusisha utoaji. Utoaji kwenye nini? Utoaji katika mwili wako, ambao kwa lugha nyingine unahusisha vitu vingine ambavyo kwa lugha nyingine tunaita pia fedha. Fedha ziko kwa ajili ya kuhudumia mwili wako. Kwa unaposema kwamba leo mwili wangu hautakula hichi chakula ambacho mwili wangu hutakiwa ule, naenda kukitoa kwa Mungu, naenda kukitoa kwa wahitaji, maana yake umefanya ibada. Haleluya! Mwishaona watu wanaenda kwa waganga bila sadaka, wanaenda kufanya matambiko bila sadaka. Wale wanaenda kufanya ibada, lakini wanajua kwamba tukienda kufanya ibada haiko kwenye maneno, ibada iko kwenye nini? Sadaka. Kwa Ibrahim anaenda kufanya ibada, anatufundisha kwamba kufanya ibada ni kutoa. Na hiyo ilikuwa Warumi sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2, si ndio watumishi wa Mungu? Jambo la tatu, Ibrahim anatufundisha mtambue Mungu kama mtoshelevu. Nimewambia hapo, ujue sifa ya Mungu ni mtoaji, ni mtoshelevu. Haleluya! Sasa Ibrahim alipata siri hiyo katika Mwanzo sura ya 17 pale tuliposoma. Mungu akajitokeza kwake kama mtoshelevu. Kwa wakati huu sasa ambapo Mungu anajaribu kupima utoshelevu wa Ibrahim, kinamsaidia kile kitu Ibrahim ya kujua kwamba Mungu ni mtoshelevu. Mwanzo wa sura ya 22 mstari wa 8 kwenye hiyo story yetu hapa anasema, Ibrahim akasema, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Isaka anamuuliza Ibrahim, tunaenda kutoa sadaka, mwana kondoo yuko wapi? Kondoo yuko wapi? Lakini Ibrahim anatambua, na hili jambo ndio lilofanya Ibrahim kuhesabiwa kuwa na imani.
Maana katika mazingira ambayo hakukuwa na sadaka, hakukuwa na sadaka ya kutoa, Ibrahimu kwa imani alijua Mungu atajitolea mwana kondoo. Au kwa lugha nyingine, Ibrahimu alikuwa na uhakika ya kwamba huyu mtoto sitamchinja, Mungu lazima atajitolea mwana kondoo. Ndio jambo lililomfanya Ibrahimu kuwa baba wa imani, hilo tu. Kwa hiyo lazima umjue Mungu wako kwamba ni mtoshelevu, ili Mungu anapokuomba kitu usimnyime. Ujue ya kwamba Mungu atakupa, Mungu atakufanyia kitu, atakulipa. Sifa ya Mungu ni utoshelevu, ni mtoaji. Jambo la 4, kumcha Mungu ni kumpa Mungu vyote. Bwana asifiwe sana. Ili useme ya kwamba unamcha Mungu, sio tu umekuja kanisani. Hapana. Sema ni mchaji wa Mungu, tafasiri yake ni kumpa Mungu yote. Sura hiyo ya 22 mstari wa 12 anasema, usimnyooshe kijana wako mkono. Malaika akamtokea Ibrahimu wakati Ibrahimu ameshamfunga kamba Isaka. Sasa anasema Mungu anasema ya kwamba usimnyooshe kijana wako mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo ukunizulia mwanao wa pekee. Yaani kilichomfanya Mungu ajue Ibrahimu anamcha yeye, Ibrahimu ni mchaji wa Mungu, ni kwa sababu Ibrahimu hakumzuilia Mungu. Haleluya! Maana yake alikuwa tayari kumpa vyote, hata yale ambayo Ibrahimu alikuwa anaona ni ya thamani kwake. Mtoto wa pekee aliyemsubiri kwa muda wa miaka takriban 100, amemsubiri kwa hamu, mtoto amekuja, lakini Ibrahimu bado anajua ya kwamba mimi ni mchaji wa Mungu, na kumcha Mungu ni kumpa Mungu vyote. Haleluya! Ukipoteza hii hali ya utoshelevu, ukipoteza hii hali ya uchaji wa Mungu, huwezi kwenda mbinguni hata kama unajua sheria. Yesu alikuja akatafsiri jambo hili. Ngoja nikusomee vizuri. Yesu alikuja akatafsiri jambo hili katika Marko sura ya 10 mstari wa 20. Tafasiri ya kumcha Mungu ni nini? Haleluya! Ili sio akasema ni kushika amri zake. Haleluya! Marko sura ya 10 mstari wa 20. Hapa tunakuta stori ya mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Huyu mtu alikuwa ni tajiri, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajua sheria zote, alikuwa anajua amri zote. Akamfuata Bwana Yesu kuanzia mstari wa 18. Yesu akamwambia, kwa ile stori yake inaanzia mstari wa 17. Ila mimi nitakwambia, ngoja nikusomee tu yote. Mstari wa 17, hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Maanake Yesu anajitambulisha kama Mungu. Haleluya! Mstari wa 19, wazijua amri? Yesu anamuuliza, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yaani ni vitu vya kawaida kwangu. Haleluya! Haleluya! Kwa hiyo kwa lugha nyingine, huyu jamaa alikuwa anahesabika kama mchaji wa Mungu. Yaani kwenye jamii ukimuuliza, jamani, hivi hapa mchaji wa Mungu ni nani? Anajitokeza jamaa. Kwa sababu gani? Ameshika sheria tangu akiwa mtoto mdogo, ameshika sheria, habari hizo. Maandiko yanasema katika mstari wa 21, sasa anasema Yesu akamkazia macho, akampenda, akasema, akamwambia, umepungukiwa na neno moja, enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Kesi ikakamilika hapo. Haleluya! Kwamba ili uonekane ni mchaji wa Mungu, sio kwa sababu umeshika sheria, sio kwa sababu unafuata taratibu zote, ila ni kwa sababu hukunizuilia chochote. Mungu anamwambia Ibrahimu, kwa kuwa hukunizuilia chochote, hukunizuilia mwanao, maana mimi nilipotazama niliona ya kwamba katika vyote unachokithamini, unachokipenda hasa ni mwanao. Kwa hiyo nikakwambia namuomba huyu mwanao, lakini wewe hukunizuilia. Kwa maana hiyo basi ninajua ya kwamba unamcha Mungu. Haleluya!
Kwa huyu jamaa alikuwa na vitu vingi, sheria ni vizuri mno, anashika hatari tangu akiwa mdogo. Yesu anakwambia wewe, pamoja na kwamba unashika sheria zote, unazijua amri, lakini kule mbinguni, ili tutambue ya kwamba wewe ni mchaji wa Mungu, sio kwa sababu ya sheria, bali ni kwa sababu hakuna unachokimiliki hapa duniani. Chochote kile ambacho Mungu atakihitaji kutoka kwako, uko tayari kumpa, uko tayari kumtolea. Huwezi kumzuia Mungu ukamwambia Mungu, hapana, hivi ni vya kwangu. Haleluya! Sasa hii tafsiri ambayo Kristo anakuja kuitoa kwa hichi kizazi cha wanafunzi wake na huyu bwana inashangaza. Haleluya! Ngoja nikusomea hapo, maana usije ukasema huyu alikuwa ni tajiri. Walakini yeye akakunja uso kwa hilo neno, yule tajiri akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Umeelewa watumishi wa Mungu? Kwa hiyo huyu bwana tunamwona alikuwa ni mmoja wa watu wenye mali nyingi. Kwa hiyo watu wengi wao wanaishia hapo, wanasema tu ni vigumu tajiri kupita katika tundu la sindano. Basi kwa hiyo wanaona mimi simo kwenye hilo kundi, kwa sababu mimi sio tajiri. Haleluya! Sasa ngoja nikuoneshe hili jambo lilivyokuwa ni gumu na linahitaji ulitafakari. Yesu akatazama kote kote, kulikuwa kuna watu pale, akawaambia wanafunzi wake jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Haleluya! Muona sasa mstari unaofuata, wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Haleluya! Unaelewa maana yake? Yaani Yesu unapotuambia kwamba ni vigumu kwa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, halafu huyu tajiri ameshika sheria zote tangu akiwa mtoto, tunamjua. Kwa unapotuambia kwamba ni vigumu kuingia kwenye ufalme wa Mungu, mtu huyu wakashangaa. Yaani wakasema hii sio kawaida, sasa hii itakuwaje?